كلام السلف علم نافع ومنهج واضح. كلام السلف pamoja na wema. Kuna maneno hapa nataka niyasome, ni maneno ya al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake cha Da'u wa Dawa. Maneno mazuri sana. Anasema wa ma'lumu anna al-mudhniba innama darruhu ala nafsihi, ni jambo ambalo linafahamika wazi kwamba mtu mwenye kufanya dhambi, mtu asi al-mudhniba, innama darruhu ala nafsi, madhara yake mtu mwenye kufanya dhambi, kufanya maasi, yanarejea kwa kawaida katika nafsi yake. Wa amma al-mubtadi', ama mtu wa bid'a, fadhararuhu ala an-naw'i, madhara yake yako ya aina mbalimbali wazi, ambayo tofautiana na madhara ya mtu mwenye kufanya dhambi. Mtu kifanya maasi, basi huyu madhara yake yanamrejea yeye katika nafsi yake, anapata dhambi yeye kwa peke yake na linamhusu yeye. Ama al-mubtadi' fadhararuhu ala an-naw', ama mtu wa bid'a, madhara yake yako aina mbalimbali. Wa fitnatu al-mubtadi' fi asli din, fitna ya mtu wa bid'a iko katika asili ya dini. Wa fitnatu al-mudhnibi fi shahwa, na fitna ya mtu kufanya dhambi, kufanya maasi, Muislamu mwenye kufanya maasi katika yale matamanio yake, sawa. Wal mubtadi'u qad qa'ada lin-nasi ala sirati llahi al-mustaqimi yasudduhum anhu, mtu wa bid'a amewazuilia watu, amewakalia watu katika njia ya Allah iliyonyooka, na wazuilia katika njia hiyo kutokana ile bid'a yake anayoifanya. Walmudhnibu laysa kadhalika, lakini asi anayefanya maasi mengine sio kwa bid'a, haiko katika hali hiyo. Walmubtadi'u qadihun fi awsafi rabbil wa kamalihi, na mubtadi' yeye anatia dosari katika awsafi za Mola na ukamilifu wake, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hajakamilisha dini hii na kadha, kuna mapungufu. Sasa yeye anakuja anaongeza baadhi ya vitu, anajalia kwamba ni katika dini. Walmudhnibu laysa kadhalika. Walmubtadi'u munaqidhu lima jaa bihi ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, mtu wa bid'a anakinzana, kupingana na yale aliyokuja nayo bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume amefundisha jiepusheni na bid'a, alaikum bisunnati, lakini mtu wa bid'a yeye anafanya bid'a na sunna kwake yeye zinakuwa ni ngumu kutekeleza. Walasi laysa kadhalika, lakini mtu wa maasi haiko katika hali hiyo. Walmubtadi'u yaqta' ala an-nasi tariqa al-akhirah, mtu wa bid'a anawazuilia watu kwa maana ile njia ya kwenda akhira. Walasi bati'u sayri bisababi dhunubihi, ama mtu muovu yeye anakuwa mwendo wake uko mwendo wa chini kabisa kwa sababu ya madhambi yake, bikhilafi al-mubtadi'. Sasa hii katika hii ujala na muda huu kuonesha tofauti ya mtu wa bid'a na mtu wa maasi, ndipo pale maulama wa ahli sunnah wal jamaa wakasema kwamba mtu wa bid'a kwamba yeye ni mwovu zaidi kuliko nani? Kuliko mtu wa maasi, kutokana na ule uzito wa bid'a, kwamba mubtadi', mtu wa maasi anafanya, anajua dhambi na wakati wote yurja minhu tauba, utegemewa yeye toba. Ama mtu wa bid'a yaatakidu annahu ibada, anaitakidi hiki anachokifanya ni kuwa ni ibada, wala yurja minhu tauba, haitarajii kutoka kwake toba, kwa sababu lile jambo la bid'a yeye haoni kwamba yale ni maasi. Mtu anafanya maulidi, haoni kwamba maulidi ni maasi, yeye anaona maulidi nini? Anaona maulidi ni ibada, kwa hiyo anatubu. Hawezi kutubu. Lakini mtu kwamba huyu mtu anakunywa pombe, Muislamu anakunywa pombe, yeye mwenyewe anawazuilia watu wake wasinywe pombe, kama anajua kwamba ile ni nini? Ni jambo la haramu. Ikipita kutana watu wema, anajikausha ili asipepesuke, wakamjua kwamba yeye ni mlevi, hataki kujulikana kwamba yeye ni mlevi. Sisi tumefahamiana. Na wengine wamefikia katika miji yetu, ikifika mwezi wa Ramadhani wanaacha ulevi, wanaingia kufunga mpaka atakapoingia mambo tena ya mwezi wa mfungo mosi. Umeona tofauti ya nini? Tofauti ya asi na mubtadi. Mubtadi yeye ile bid'a si makosa, lakini yeye anataka na yuko tayari katika ile bid'a kukabiliana na yoyote yule, kuitetea bid'a ile. Lakini mtu wa maasi
ama mtu wa maasi ambaye yuko tayari atetee ulevi, atetee zina, atetee kadha, kiataka kifanya yeye hawezi kukubali ifanyike nyumbani kwake. Kwa hii ni tofauti iliyopo baina ya watu wa bid'a au bid'a na nini na maasi, tofauti kubwa. Sasa katika vitu vya maajabu, kuna baadhi ya watu yantasibuna ila sunna, wanajinasibisha na sunna, lakini mambo kama haya sije yanakuwaje, yanawapita. Na yote hii si shida mtu kupitwa na kitu, lakini yote ni kwamba watu kama hawa asili yao, wengi katika hao, kwamba asili hawakukaa na kusoma kwa mashekhe wa ahli sunnah wal jamaa, walisoma kwa mashekhe wa kisufi makhurafi. Sasa baadaye wakaja kujulikana. Walipojulikana sasa ikawa wamejulikana na kuwajua watu wa sunna na wanajinasibisha nao, lakini wakipata nguvu hao wanarejea na kudhihirisha ile bid'a na usufi waliokuwa nao. Haya ni madhara. Ndio maana kwa mtu kauli kama hizi, unajua iskani ikawa kwamba maasi na bid'a. Bid'a ni uovu kutokana na hali kama hizi, na hizi ni wazi kabisa ubaya wa bid'a, na mfano wake ndo haya maulidi na watu wa maulidi. Watu wa maulidi leo duniani kote, sio Tanzania, kote duniani watu wa maulidi. Yemen watu wa bid'a, Saudia watu wa bid'a, Kenya watu wa bid'a, huko Afrika Magharibi ndio usizungumze kwamba wana jambo la maulidi. Ukiwaambia maulidi haifai, ngumi, wewe nenda katika maulidi kasema kwamba hii bid'a, watakupiga kweli kweli, watakucha ile kidumbwe shali ya kuhushe kule. Sisi tumefahamiana, kwa sababu yatakiduna annaha ibada, wanaitakidi kwamba ni ibada, wa yuthabu fi, kwa maana wanapata thawabu, aliyakuwa sio ibada. Ile ni bid'a, ni uzushi. Ma anzala Allahu biha min sultan, Allah akushusha dalili ya lile jambo. Alikuwepo jambo la maulidi kipindi cha Mtume sallallahu alaihi wasallam, kipindi cha maswahaba, fi khilafati rashida alikuwepo jambo la maulidi kipindi cha miaka yote 100, 200, 300, 400, katika zama zile za quruni al-mufaddala, jambo hili halikuwepo maulidi. Maimamu wale kina Shafi, makisema Shafi, kina Shafi Muhammad bin Idris Shafi ghairu, hawakujua kila kitu kinachoitwa maulidi. Kikaja kazuka huko na mashia kakianzisha huko, na vurugu kimetiwa katika jamii za Kiislamu. Watu wanaona ni ibada, hata uwaambie nini hawaelewi. Ni kuombea dua Allah ayahdiyahum, Allah waongoze. Hii tunafahamiana lakini kwamba anaitetea jambo hilo ambalo, lakini kimsingi kwamba jambo hilo mama itakavyokuwa ni jambo la nini, jambo la bid'a na jambo la kujiepusha. Mfano wake namalizia sawa, jambo la mwaka mpya wa Kiislamu, sherehe, hafla za mwaka mpya wa Kiislamu. Hizi hafla hizi zimeanzia miaka 2000 kwa hapa Tanzania, zimeanzia Kigamboni kwa makhurafi na masufi wa Kigamboni, ndio walikuanza na mambo ya ngamia na hivi wameanza. Wale watu waliokufa kabla ya mwaka 2000 chini huko hawajui hafla na sherehe za mwaka mpya wa Kiislamu, na miaka ilikuwa inapita kama kawaida, lakini hawakusherehekea. Walikuwa wanafanya maulidi, lakini hawakusherehekea mwaka mpya wa Kiislamu. Zimekwenda sasa hivi zimepata nguvu sherehe za mwaka mpya wa Kiislamu. Zanzibar kule imekuwa ni siku sasa, ni siku maalum ya mapumziko. Tumefahamiana? Angalia ndani ya miaka 20 jambo lilikuwa sasa ni siku maalum, ni siku ya mapumziko, na hapa wanaomba hiyo ni siku ya mapumziko, siku ya furaha na kufanya hafla. Tunakwenda sisi, tutaondoka, tutakuja watoto wetu, wajukuu zetu huko baadaye, itakuwa kubwa kama mnavyoona ukubwa huu wa maulidi, na watu watakuwa wanatetea. Kuna watu wengine watanasibisha hili furaha hii alifanya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kipindi chake huko mbele huko, kwa sababu ndio bid'a na shari na inaanza jambo la kawaida. Mambo ya zafa na kadha, masherehe, imekuwa ni sikukuu ya nini, ya mwaka mpya wa Kiislamu, Islamic New Year. Na mambo bid'a bwana hata yakae mdomoni, vurugu tu. Umeona imeanzishwa, imeingia katika umma wa Kiislamu katika nchi yetu. Kwa hiyo hii ndio maulidi, na ilianza hivi, lakini imekwenda imetandaa, imepita nchi mpaka imefika katika miji yetu, na leo imekuwa ni vurugu kubwa. Nasallallahu alaihi wasallam wa afya.